Mtazamaji, zimekatika dakika 9 baada ya saa 6 mchana kutimia. Waswahili wanasema asiyekubali utani si mtani. Tarehe 7 mwezi wa 7, siku tunayoienzi sisi Waswahili, sisi tunaojipatia kipato kupitia lugha hii ya shirafu. Vuta kigoda azizi mtazamaji, tuadhimisha mafanikio yake mwaka huu wa 2026. Kiswahili tayari kimeorodheshwa kwa nini hakitowahi kutoweka duniani. Iwapo lidhani eti kuna siku kitakuja kupotea, umepotoka. Kwa nini? Hilo utaling'amua leo. Karibu kwenye maadhimisho haya na NTV. Sasa tutazipata chembe za lugha hii inayozidi kukua kwa kasi ulimwenguni. Zipi zinatumika na kwa nini zinafanikiwa duniani? Leo hii wakisherehekea jijini Paris, Ufaransa. Basi sema nami kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @NTV Kenya. Nitakuwa nao wageni ndani ya studio hizi za NTV waliojitolea kimhanga kuhakikisha kuwa mimi na wewe tumekijua na kukifahamu Kiswahili. Isitoshe, miongoni mwa waliokipigania kikatambulika si nchini Kenya tu bali hata ulimwenguni. Nazungumzia kina nani? Mtazamaji, Wala bin Wala ambaye atakuwa kijiunga nasi kwa njia ya mtandao, ambaye ni guru wa lugha ya Kiswahili. Mtakumbuka au mtamkumbuka kwa kuandika vile vitabu ambavyo tulivitumia chini ya mtaala wa 844. Kisha mtazamaji, ndani ya studio nitakuwa naye Daktari Ndindi Henry. Huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Karatina. Pia naye tutakuwa tukidadavua mchango wake katika kukuza lugha hii ya shirafu ya Kiswahili hapa nchini Kenya. Hali kadhalika kulia kwake mtazamaji ni Alfred Mtawali, huyu naye ni mtafsiri, na naye Bryce wa muungano wa kimataifa wa vyama vya watafsiri duniani. Basi atakuwa kitueleza na mchango wake, safari yake na jinsi Kiswahili kimekuwa kikimsaidia kutia tonge domoni. Karibuni sana. Asante. Kwenye studio za NTV. Imekuwa ni muda mrefu sasa. Mwisho tulipatana mwaka 2019. Sema ulikuwa na miaka 18. Bado siku wa ubaba kumbe nitoka shingoni. Sasa karibuni na siku ya heri ya kukisherehekea lugha hii yetu ya Kiswahili. Labda tu niulize, kwa nini hamjafika kule Paris, Ufaransa mwanzo, daktari? Mimi kwanza nitangulie kwa kusema kwamba tiketi yangu ya ndege bado inatengezwa. Kwa hivyo ninatumai haitochelewesha safari yangu. Nikikosa leo, kesho nipo. Lakini muhimu ni kwamba tunataka kuwapongeza wazalendo wote ambao wamelea Kiswahili, ima ni waalimu, watafsiri na wakalimani katika taifa hili na Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na ulimwengu kwa jumla, kwa kujihimu kukilea Kiswahili kwa sababu ni tunu yetu. Kama sisi bara la Afrika ni tunu yetu. Na tunaomba pia kutumia fursa hiyo kuwahimiza wengine wote ambao hawajakichangamkia Kiswahili kufikia sasa, wajue kwamba hii tunu ama almasi tulionayo ni ya kuchangamkia kwa haraka. Francis Alfred ni radhi. Ama pia kuna Francis Mtawali. Yupo. Yupo. Haya, basi hiyo ni somo. Hii siku ya Kiswahili duniani wewe unaisherehekea kwa njia gani? Mimi kwanza naisherehekea kwa kwamba leo mimi nazungumza Kiswahili muda wote na lugha yangu ya mama. Lakini kama leo sitatamka neno hata moja la Kigiriama. Chote Kiswahili. Taongea tu Kiswahili pekee kwa sababu hicho ndo kimenilisha mimi. Hata simu nini, hata kila kitu nilichovaa saa hizi ni kutokana na lugha ya Kiswahili kwa sababu mimi natafsiri Kiingereza kwenda kwa Kiswahili. Na hapo ndo napata kipato changu. Na kwa miaka karibu 34 nimekuwa mtafsiri. Hakuna kazi nyingine ambayo nishafanya. Sasa Kiswahili kisinge kuwepo, basi pengine ningekuwa mlala hoi ama ningekuwa nateseka. Lakini kwa sababu Kiswahili kipo, basi naishi vizuri. Na hivyo kwa sherehe ya leo lazima nishabikie, nifurahie sana. Hata ingawa sijaenda Paris, lakini niko Paris kiroho. Nilikuwa nikiuliza labda akina nani walitarajiwa kufika kule Paris, njia gani katumika labda kuwachagua wale wageni, na nani aliyepanga hii hafla ya kusherehekea huko Paris? Mimi sijui, lakini kulingana na utafiti nilioufanya na nilivyopekua kule, sijaona kama serikali yetu imeenda. Lakini serikali ya Tanzania imeenda. Imejitokeza sana. Atakayetoa hotuba rasmi ni waziri mkuu wa Tanzania. Alafu pale wanasema ukiangalia ratiba wanasema ujumbe kutoka Tanzania. Kwa hivyo kwa kiasi fulani mimi naona ela ni sisi wenyewe tulijitoa ama hatukutaka kushabikia sana. Kama unavyojua tayari Kenya si vile tulivyo. Kiswahili kinakuwa ni kama kinazungumzwa tu, hata wanasiasa wanakizungumza kama
wanataka labda kumtusi mtu. Anaongea Kiingereza amemaliza, alafu anasema hata hawa mafala. Unaona? Sasa hapo ndo anakitumia tu. Lakini sasa kule Watanzania wamejaa. Sisi wa Kenya kama wapo labda wale wa Kenya wanaoishi kule, lakini kama serikali sidhani kama kuna mchakato wote ambao ulifanywa kuhudhuria ile hafla rasmi ya kiulimwengu ya UNESCO. Watanzania ndo wako kule. Naam. Kuna hii miungano CHAKITA, CHAWAKAMA ambayo ilifaa labda kujihusisha kwenye maandalizi ya hafla kama hii pale shuleni. Labda nyinyi mlikuwa mmejitayarisha kwa njia yoyote kujiunga kuadhimisha na wengine duniani? Ila tulionayo Eva ni kwamba viwango vyetu vya uzalendo viko chini sana. Nafikiri hata analozungumzia ndugu Mtawali ni zao la upungufu wa uzalendo wetu. Kwa sababu kigezo cha kwanza cha kupimia uzalendo wa mtu ni thamani ya utamaduni wake na thamani ya lugha yake. Unapokosa hivyo viwili, ina maana kwamba viwango vyako vya uzalendo viko chini. Kwa sababu lugha inabeba ustaarabu, inabeba utamaduni, inabeba mila na desturi za jamii. Na ukiwaona Watanzania wanaweza kuchangamka, kwa kweli hii si mara yao ya kwanza. Wakati fulani Balozi Humphrey Polepole akiwa nchi ya Cuba ameandaa kongamano kubwa la nchi zote zinazozungumza Kihispaniola na kuwashirikisha wadau wa Afrika Mashariki. Tanzania ikahiari, serikali ya Tanzania ikahiari kufadhili kongamano hilo. Sasa wale wanathamini ustaarabu huu, wanathamini utamaduni huu, lakini kwetu hapa tunasuasua sana. Ndio sababu hata baraza la mawaziri baada ya kuidhinisha kwamba tuunde baraza la Kiswahili mwaka 2018, sasa hivi miaka 8 baadaye hatujapiga hatua. Kwa sababu hatuna huo uzalendo na hatuna ile thamani ya Kiswahili. Hatujui ikiwa Kiswahili kina uwezo wa kuajiri watu wengi hivi barani Afrika na nje ya bara la Afrika. Hatujaona ile thamani. Ndio sababu hata tunapoidhinisha kwamba bungeni tutakuwa na siku mahususi ya kuzungumza Kiswahili, kinachopatikana Kiswahili huku bungeni ni viroja. Asilimia kubwa ya wazungumzaji bungeni watakuwa wanajadili katika Kiingereza badala ya kuzungumza Kiswahili, kwa sababu uzalendo wetu uko chini sana. Naam. Leo mmenibebea ujumbe wa huzuni, kwa sababu sikujua kwamba Wakenya tuko pembeni. Nilifikiria kwamba tuko kwenye katikati ya kupanga maadhimisho haya duniani. Mtawali, nafasi yako ni naibu rais wa muungano wa kimataifa wa vyama vya watafsiri duniani. Hivi ulijipata vipi pale, na umehudumu kwa miaka mingapi, na labda ni katika nafasi gani ndio Kenya tukaanza kurudi nyuma? Pale nilichaguliwa mwaka jana kule Geneva na lile shirika linaitwa kwa Kiingereza International Federation of Translators, ambalo sasa makao yake makuu pia ni Ufaransa. Sasa mimi katika mambo ya utafsiri nishakuwepo kwa miaka mingi, kwa sababu nilikuwa muasisi wa chama chetu cha Kenya ambacho kinaitwa Chama cha Watafsiri na Wakalimani Afrika Mashariki. Sasa pale nikiwa pale nikaweza kuzuru nchi nyingi za Afrika kuhamasisha watafsiri wenzangu, karibu nchi 10 na kitu. So hapo sasa ndio hadhi yangu ikaweza na zile harakati zangu zikaweza kuonekana. Sasa wakati kukiwa na uchaguzi kule, nikapendekezwa na chama changu kwamba nipiganie. Sasa nikaenda kule nikapigania na nikachaguliwa. Nilipigiwa kura nyingi sana. Sana. Na katika ile timu mimi ndio mwenye hii ngozi peke yake. Ingawa kuna mwenzangu wa Afrika Kusini ambaye ni Mwafrika mwenzangu, lakini ngozi yake si kama ya kwangu. Kwa hivyo katika wale ambao wanawakilisha bara la Afrika ni mimi peke yangu. Sasa tuko pale mpaka mwaka wa 2028. Alafu kutakuwa na kongamano Lima kule nchini Peru, kutafanyika uchaguzi mwingine. Lakini jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tafsiri na ukalimani, hiyo taaluma inaheshimiwa, na kila mwaka tunatoa kauli mbiu. Kama mwaka huu kauli mbiu tayari tushaitengeneza, ikifika tarehe 30 Septemba inatangazwa rasmi. Alafu watu wote duniani wanasherehekea ile sherehe ya watafsiri. Na ni kwamba hata kuna sasa ile ni kile chama cha kimataifa, kuna Fit Africa, kuna sasa tawi la Kiafrika ambalo pia linaongozwa na mwenyekiti wake ni Mkenya, anaitwa Dr. Magugu, chuo kikuu cha Moi. Kile chama cha Afrika ama tawi la Afrika liliidhinisha Kiswahili kama lugha yake. Kile chama kikubwa cha kimataifa ambacho mimi naongoza kinatumia lugha 3, Kihispaniola, Kifaransa na Kiingereza.
hiki tawi la Kiafrika likaweka Kiswahili mle ndani. Hata kwa hivyo stakabadhi zote pale zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tunajaribu kadri ya uwezo wetu kukipandisha hadhi Kiswahili katika ngazi ya kimataifa. Na kwa kweli popote unapokwenda, mi husafiri sana, navaa kofia imeandikwa Kenya hapa na kila naye niona atanisalimia kwa Kiswahili. Na popote, hata kuna wakati nilikuwa Cairo na wakati nimeenda kuna tamasha, yule bwana alikuwa akitumbuiza. Alipokuja pale akaona kofia, sema Kenya, habari yako? Unaona? Kwa hivyo lugha ni lugha ambayo ni lugha muhimu sana. Lakini inasikitisha kwamba viongozi hawaoni hivyo. Wanaona na viongozi wenyewe mimi sijui, lakini pengine hata watoto wao wenyewe hawakisomi Kiswahili. Sababu hawasomi shule zile tunasoma sisi. Wanawapeleka kwa shule za kimataifa. Unaona zile ambao hata mtaala ni tofauti. Hawazingatii. Alafu sisi wengine wanatuachia hii CBC tupambane nayo. Unaona? Sasa kwa njia ile hawaoni kwamba Kiswahili ni lugha muhimu. Kama wanaona lugha muhimu, leo kunafaa kuwa na sherehe ya kitaifa nchini Kenya. Waziri kwenye Kenya Gazette kabisa. Kenya Gazette. Na tupumzike, kuwe na tamasha, tusikize tarabu, tusikize nyimbo za Kiswahili, unaona, tufurahie. Lakini wenzetu jirani ndo wanafanya hivyo. Sisi tumenyamaza, ni kama hata kile kinachovuma sasa hivi ni maandamano. Ya Sabasaba. Haya basi, tulizungumzie hilo ya kwamba hata maadhimisho ya siku hii kote duniani yamefanyika katika taifa ambalo halijakumbatia kabisa uzungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Labda hapa lugha hii ya Kiswahili inafaidika kwa njia gani kwa maadhimisho haya kuandaliwa kule Paris? Nafikiri nianze kwa nyongeza kwenye haya ambayo ameyasema. Hii UNESCO ambayo imechangia katika uwepo wa siku hii mahususi, tayari imeanza mikakati ya kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapenya katika kamisheni mbalimbali za Umoja wa Mataifa. Hivi sasa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa UN wanajifunza Kiswahili, na inapunga kwamba mimi ni mmoja katika walimu wao. Mimi ni mwalimu wao. Kwa hivyo ile kamisheni yao ambayo kwa Addis Ababa Ethiopia wanafundisha wafanyakazi wa UN Kiswahili. Tayari ile ni soko la ajira. Na katika wanafunzi wangu wapo wanafunzi ambao wanatoka Ufaransa, Afrika Kusini, Uhabeshi kwenyewe, wamechangamkia Kiswahili. Lakini sisi mama wa Kiswahili na baba wa Kiswahili, sisi ndio tunasuasua katika kuhakikisha kwamba watu hawa wanapata Kiswahili cha sawa sawa. Sasa je, Kiswahili kinanufaika vipi na sisi kama taifa tunanufaika vipi? Ni kwamba mikataba ambayo rais hutia saini pamoja na mataifa yale ya nje, mikataba hiyo ingekuwa imeshirikisha kipengee hiki cha utamaduni na Kiswahili, sasa hivi tungekuwa tumewatuma walimu wa Kiswahili katika ulimwengu mzima. Kwa sababu ukiangalia Umoja wa Afrika inasema kufikia mwaka 2063 ajenda yao ni kwamba kuwe na lugha moja unganishi ya bara la Afrika ambayo itakuwa ni lugha ya ujasiriamali, lugha ya uwekezaji na lugha ya operesheni za kisiasa na kiutawala. Na lugha hiyo ambayo imepewa kipaumbele ni Kiswahili. Lakini sisi wenye Kiswahili ndo hatutii jitihada za kutosha kuhakikisha kwamba mikataba tulionayo, makubaliano tunayofanya na mataifa haya ya nje yanashirikisha Kiswahili ili Afrika iweze kuafikia malengo yake ya mwaka 2063. Unakumbuka Rais Magufuli katika uhai wake ametembea na kamusi na vitabu mbalimbali akapeleka mataifa ya Afrika Kusini na yale ya shirika la SADC kuhakikisha kwamba wale marais wa kule wanakumbatia Kiswahili na kukiingiza katika mitaala yao. Ile ilikuwa ile ilikuwa juhudi kubwa. Miaka miwili iliyopita watu wa nchini Ghana wameandaa kongamano katika chuo kikuu cha Legon, Accra. Kongamano la Kiswahili. Tena hapo serikali ya Tanzania ilipeleka wajumbe 40. Wajumbe wa kutoka Kenya hata serikali haikuwa na habari kwamba wameenda. Sasa ni zao la huku kukosekana kwa uzalendo na kutelekeza mali ambayo inaweza kuwa na manufaa makubwa katika kuajiri watu wake, pamoja na kuhakikisha kwamba wale wanaotoka nje kuja kuwekeza barani Afrika wanawekeza kwa kutumia Kiswahili. Angalia, mchezaji wa kutoka Kenya akitaka kwenda kucheza Italia, lazima ataingia katika darasa la Kiitaliano angalau kwa miezi 3 awe na lugha ya mawasiliano. Lakini hapa Kenya wanaweza kuja kuwekeza kwa kutumia lugha yoyote wanayotaka. Sasa hapo tunapoteza
tungewaajiri watu wetu. Iva, hapana haja yoyote ya mwanariadha wetu wa kutoka hapa Kenya kwenda kutaabishwa na Kiingereza baada ya kushinda medali ima ni fedha au dhahabu kule nje. Akizungumza Kiswahili ambayo ni lugha yake, atapata mtafsiri na mkalimani ambaye atafasiri katika lugha ya Kiingereza, Kihispania, na hapa anaweza kuwa amewaajiri watu 10 kwa ushindi wake huo yeye mtu mmoja. Lakini kwa sababu ya thamani na uzalendo wetu kuwa chini, tunatelekeza nafasi nzuri kama hizi. Naam, asante sana daktari. Basi mtazamaji, upande wa pili kama nilivyokuahidi ni guru wa Kiswahili. Huyu mtamkumbuka na mlimuona sana kwa sababu ndiye alikuwa mwandishi wa vitabu vyetu vya shule ya msingi chini ya mtaala wa elimu wa 844. Wala Binwala anajiunga nasi kupitia mtandao wa Zoom. Wala Binwala, shikamoo. Marahaba sana binti, nashukuru, asante sana. Asante sana kwa kujiunga nasi. Upande huu mwingine tunaye Daktari Henry Indindi. Naam. Na pia ninaye Alfred Mtawali. Naam. Sasa sisi tuuliza. Iza. Unasherehekea wapi siku ya leo? Unajua hii ni siku kubwa kwako. Kwa mara ya kwanza sherehe hizi zimenipata nchini Kenya, lakini nashukuru tayari ninasherehekea kwenye idhaa ya televisheni Asante sana. Kwanza nakumbuka sherehe hizi zilipoanza, ilikuwa mgeni rasmi Dar es Salaam. Naam. Mwaka uliofuata wa 2023 nilialikwa Zanzibar, na 24 pia nilikuwa Zanzibar, na mwaka jana nilikuwa Dar es Salaam. Sasa leo mara ya kwanza nimekuwa na ninyi na sisi na wao na sote wa Kenya nchini Kenya. Nashukuru. Asante sana. Na kwa nini hujafika Ufaransa? Ufaransa ni kwa Wafaransa na Ufaransa ni kwa wale waliojiandaa kwenda Ufaransa. Hakuna mtu unaoanguka bila nyenzo, na wala hakuna chombo chochote baharini kinachosafiri bila nahodha, bila dira na bila mwelekeo. Kila kitu kwa utaratibu wake na mpango wake. Ndugu zetu wa Tanzania wameenda kule kwa sababu ya mpango na mpangilio kutoka nchini. Tena hawakuenda kwa hela zao, wamedhaminiwa na Wizara ya Utamaduni na Michezo, na wakaenda na waziri mkuu pamoja huko. Kwa hivyo kuna vyombo vinavyosafirisha wenzetu kutoka huko. Ningetaka kwenda, ingenibidi nitumie hela zangu, ambapo hata za kuweka salio peke yake humu ningeshindwa kupata ili tuongee leo. Wala hivi unasema ya kwamba tumepotoka kidogo katika kukitunza na kukienzi Kiswahili hapa nchini Kenya? Labda nikurekebishe kidogo, maana yake anayekurekebisha anakupenda zaidi. Sio kwamba tumepotoka kidogo, tumepotoka sana. Katika kunyanyasa Kiswahili, kupuza Kiswahili, kudharau Kiswahili na kudhalilisha Kiswahili, tunajidhalilisha wenyewe. Kwa hivyo tumepotoka sana. Kuna baadhi ya makosa ambayo ukiyatenda ama ukiyafanya unajikosea mwenyewe na unajikosesha mengi wewe mwenyewe. Na kula hili pendekezo wala ya kwamba tunahitaji lugha unganishi hapa barani Afrika, jambo ambalo amelizungumzia Indindi, sijui kama umemsikia. Hivi unadhani? Naam? Nimemsikia sana. Naam. Sasa swali langu ni, je, Kiswahili kimeafikia hivyo vigezo ya kwamba kinaweza kutumika kama lugha unganishi hapa barani Afrika? Kiswahili kilifikia hicho kigezo zamani sana. Sisi ndio tumechelewa. Katika ile hali ya kuchelewa utakuta mwana si wako. Kiswahili kinaonekana kama si chetu kwa sababu tumechelewa. Kiswahili kina vigezo vyote, lakini utekelezaji ndio duni. Ndio. Na hivi tunafaa kutumia mfumo gani basi kutekeleza ili tupige hatua hii? Kwanza tuvue magwanda, joho pamoja na marinda mengine ya ukasumba. Alafu tuvae marinda ya uzalendo alivyosema ndugu Henry Indindi. Tuvae uzalendo. Uzalendo wetu ni finyo sana. Hakuna
wakati wowote ambapo tumejitokeza waziwazi kujivunia uzalendo wetu na kuongea tukisema kwamba hiki ndicho chetu. Kwanza hata tusitumie chetu, kwanza tuanzie changu. Atokee Mkenya mpaka aseme kwamba mimi Kiswahili ndicho changu, ninakipenda. Popote akialikwa, hata kama kuna watu wa rangi gani, anaambia sasa fulani ongea, alafu ajitokeze ajivunie. Kwa hivyo siku tutakapokuwa na huo uzalendo, na uzalendo unahitaji ujasiri, na ujasiri unahitaji kujiamini na kujithamini. Mtu asiyejiamini siku zote ni muoga. Anafikiria nikifanya hivi nitachekwa, nikifanya hivi nitakuwa duni. Kujiamini. Ndio. Naam, asante sana. Naam, asante sana Wala, naomba usiondoke, shikilia papo hapo. Nikusishe kidogo Alfred. Hivi anasema kwamba hatuna huu ujasiri wa kujitokeza kimasomaso na kuchagua lugha hii yetu ambayo ilizaliwa hapa Afrika Mashariki. Ukitagusana na wale wananchi kutoka nje, kuna mataifa ya ugaibuni ambayo yamejitokeza na kuonesha kabisa wanakipenda Kiswahili. Labda ni kipi hicho ambacho sisi hatukioni? Kwanza kama alivyosema Mwalimu Wala bin Wala, kuna uzalendo mosi, alafu kuna kujivunia ile lugha. Unaona? Na lugha mtu asipokuwa anajivunia ataidunisha. Na kuna dhana fulani ambayo iko nchini Kenya ambapo unapokuwa unazungumza Kiswahili tayari watu wanakuchukulia hujasoma vizuri. Unaona? Kweli? Yani na hata kwenye mikahawa, mimi kawaida yangu nikiingia kwenye mikahawa hii ya kifahari na muagiza mhudumu kile ninachotaka kwa Kiswahili, utaona tayari anabadilika, amekuchukua amekuweka kwenye kiwango fulani. Unaona? Na baada ya kukuhudumia kwa moyo wake wote kidogo anabadilika, kwa sababu anataka akija pale hello nimsalimie Kiingereza. Kwa hivyo kule kujivunia hakuko. Alafu lugha yenyewe inadhalilishwa. Unaona? Kwa hivyo katika matumizi ya kila siku mtu anaona akiongea Kiingereza ndio amefaulu katika maisha. Lakini kama anaongea Kiswahili hajasoma. Sasa inabidi wakati mwingine unasema mimi naongea Kiswahili lakini na shahada 2 nimesoma sana. Sasa kama unajitetea sasa. Lakini ukiongea Kiingereza hakuna haja ya kujitetea. Unaona? Sasa ile dhana inafaa kuacha. Na mimi nataka kusema kwamba wale ambao wanafanya hali hii, kasumba hii iwepo, ni viongozi. Si watu wengine, ni viongozi. Viongozi kama wamesimama pale mbele na wao wenyewe wanakidunisha Kiswahili, basi na hawa wengine wote wanaona hata hii lugha haina maana. Unaona? Kama wao kuanzia rais mwenyewe kama angepatia Kiswahili kipaumbele katika hotuba zake zote. Na mimi ninajua katika ofisi yake kuna watu wanaokifahamu Kiswahili, hotuba yake ile itafsiriwe ndio aitoe kwa lugha ya Kiswahili. Basi akitaka kutoa nakala ya Kiingereza anaweza kutoa baadaye, lakini atakuja ongea kwa Kiingereza and then alafu baadaye ya Kiswahili hata haipo. Unaona? Sasa mamangu yuko kijijini, anataka kujua rais amesema nini. Hakufanikiwa kwenda shule, haelewi. Sasa inakuwa televisheni ni kama kidubwasha tu, hakina maana yote, haelewi kitu. Ili hali rais kama angeongea nasi kwa lugha ya Kiswahili tungemuelewa. Wakati mwingine hatumuelewi kwa sababu anaongea kwa lugha ambayo hata ni lugha ya tatu, si lugha ya kwetu. Unaona? Sasa kuanzia rais mwenyewe, mawaziri wake, wabunge wote, bunge zima na Senate, kuanzia MCA, wale watu wote, kuwe na sera fulani ya kwamba lazima unapohutubia umma ongea kwa Kiswahili. Vinginevyo hata kuwe na adhabu basi. Ya kwamba sasa hivi ukienda Tanzania na unazungumza kwenye umma na utumia Kiingereza, wanageuza vichwa na kuangalia. Wanashangaa. Wanakushangaa kwa sababu ni sawa unaweza kukiongea Kiingereza kwingine. Lakini kama unaongea nasi, zungumza nasi kwa ile lugha tunayoelewa. Hapa nchini Kenya ukitumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha fulani, wengi wanasema ya kwamba hawakuelewi. Labda pia sisi tunaweza kulaumiwa kidogo labda kwa kutumia lugha ambayo labda inakuwa ni vigumu kwa mtu kuelewa, ama ni uzembe wetu tu. Mbona huyo mtu anayepata ugumu wa kuelewa Kiswahili ana uwezo wa kuelewa mabonge ya maneno ya Kiingereza? Ni swala la mapuuza. Ni swala la mapuuza tu. Pana ile kasumba ambayo ndugu Wala ameitaja, Uhuru ameitaja, kwamba tulisadikishwa uwerevu ni kujua hizo lugha za kigeni. Lakini hilo si kweli.
Uwerevu sikujua hizo ni uwezo wa kutumia hizi lugha zote za ulimwengu kuyafafanua mambo kwa kina. Ndilo jambo linalohitajika. Hiki Kiswahili kina uwezo wa kufafanua hisabati, lakini kwa sababu ya woga hatujakitumikisha katika kiwango hicho. Na dadangu, inasikitisha kwamba rais anajua siku ni ya kitaifa, ni siku kuu ya kitaifa, kuna lugha ya taifa ambayo pia ni rasmi, lakini anateua kuzungumza katika lugha ya kigeni. Sasa unawazungumzia kina nani? Ni hotuba ya wageni au ni hotuba ya wanataifa wenzio? Bunge ni la taifa, mijadala inayojadiliwa katika bunge ni mijadala inayohusu taifa, lakini wanateua kuijadili katika lugha ya kigeni. Kwa hivyo mijadala hiyo kwao imewalenga wageni, haikuwalenga raia wa taifa hili. Na tukishajiondoa katika kasumba za aina hiyo, tuanze kufikiria viwango vya juu vya uzalendo wetu, kwamba haya tunayazungumza yanawahusu wananchi wenzetu. Tuzungumze nao katika lugha ya nchi yetu ambayo imetambuliwa katika katiba. Hapo tutakuwa tumejikomboa kifikra. Pili ni kwamba kuna hatua za kimakusudi, na katiba imejaribu, imeelekeza hata tume ya uchaguzi kwamba ili mtu aruhusiwe kuwania cheo chochote lazima awe na uwezo wa kuwasiliana katika Kiswahili na Kiingereza. Hebu tuwape watu hawa mtihani wa Kiswahili kama kigezo cha kupimia uwezo wao kuwakilisha wananchi. Kwa sababu hatutaki mtu ambaye si mzalendo kwenda kuwawakilisha wananchi wanaostahili kuwa wazalendo. Yaani imesikitisha sana, majuzi yupo waziri ambaye sitomtaja, lakini amesema we are an English speaking nation. Sasa huyu waziri ambaye anasema we are English speaking nation, je, anajua lugha ya taifa la Kenya ni gani? Ndipo azungumze kuhusu Kiingereza kwa ndo lugha ya taifa la Kenya. Tukiwa na watu kama hao, nafikiri hivyo ndio viwe vigezo vya kwanza vya kupimia watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi na wasioweza kufanya kazi. Inasikitisha, na umesikia ustadhi wala akisema kwamba Tanzania wameenda kule Ufaransa kwa baraka za waziri wa utamaduni. Je, waziri wa utamaduni nchini Kenya leo ametoa kauli yoyote kuhusu siku ya leo? Hata nafahamu ya kwamba leo tunafahamu kwamba leo tunasherehekea nini? Sasa ikiwa yeye ndo anasimamia idara ya aina hiyo, hana mwao, hana ufahamu kuhusu kile kinachoendelea katika wizara, atakuwa na uwezo wa kuiwakilisha wizara hiyo vizuri? Ndio maswali mazito ya kujiuliza. Ndio maswali mazito ya kuwauliza. Nimshirikishe Wala Binwala upande wa pili. Wala, mwanzo tunashukuru sana. Mimi ni mwanafunzi wako na nimefaidika na vitabu nilivyosoma nilipokuwa nikifanya 844 miaka hiyo ya nyuma. Lakini kuna wale ambao hawaonei Kiswahili fahari yoyote au muhimu wowote. Tupatiane mifano ya mataifa ambayo ni jirani. Kwa mfano, taifa la Uganda ndio wanazungumza Kiswahili lakini si kwa ufasaha wake. Tuna mataifa pia ya Tanzania, mataifa jirani ya Malawi, Zambia pia hawaonei Kiswahili umuhimu wowote. Je, tunakipoteza chochote kwa kutokienzi hii lugha ya Kiswahili? Asante sana, nashukuru zaidi. Hebu nikupeleke moja kwa moja mpaka Uganda. Mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 14 mpaka tarehe 20 kulikuwa na kongamano kubwa sana, kubwa zaidi Uganda, kubwa kupindukia. Kongamano hilo lilikuwa la kushirikisha wanafunzi wote katika shule zote, kuanzia shule za msingi mpaka vyuo vikuu. Wakaalika wataalamu kutoka Tanzania, wa Kenya tulikuwapo. Mimi nilialikwa rasmi kwa usafiri kutoka Uganda kwenda na kurudi kwa kutumia nauli yao na gharama zao, kwamba twende tukawasaidie Waganda kuamka na kuanza kuchangamkia Kiswahili. Kwa kifupi, twende tukawahamasishe. Na ni sherehe kubwa iliyofanyika katika uwanja ambao Mheshimiwa Museveni mwenyewe mahali panaitwa Kololo anakufanyia sherehe za kitaifa. Sasa Waganda wamekuja wakajikuta katika hali ya kwamba wanajua Kiganda na hicho Kiingereza chao hicho cha Kiganda-ganda, lakini hawawezi wakaelewana vizuri na majirani ambao ni Watanzania, wa Kenya, wa Kongo wanajimudu katika Kiswahili chao kile cha Kikongo, wa Rwanda na Burundi. Sasa
Sasa Mganda naye akasema hapana, ili tujione kwamba sisi ni wana wa Afrika Mashariki kweli kweli, tuanze kuchangamkia Kiswahili. Tayari walishatangaza Kiswahili, sasa kinafunzwa katika shule zao. Sasa kilichobaki ni kwamba waendelee. Wanajitahidi sana kwa hivi sasa tunapoongea, hali na ari walionayo katika Kiswahili ya kiwango cha juu sana. Unakumbuka hata siku ile tulipokuwa tukiongea kuhusu Profesa pale kwenye chombo Profesa Habwe, ulimshirikisha yule bwana John Paul. Naam, Aregumaho. Na akaongea vizuri sana. Sasa sisi kitu tunachokikosa sisi katika kukuza Kiswahili. Tuchukulie kwa mfano Kenya. Tanzania tumweke kando. Kiswahili cha Tanzania si fasaha sana, lakini wanaongea vizuri sana. Na wanapenda Kiswahili vizuri sana. Na kila kitu ni Kiswahili. Ila nao wameanza kuingiwa, sijui kama itakuwa ni ugonjwa gani. Nao wanafikiria kwamba ukiongeza maneno mawili ya Kiingereza basi wewe ndiye mtu, wewe ndiye msomi. Sasa mambo yao ni tofauti. Sisi kwetu huku badala ya kujivunia Kiswahili tunajivunia Kiingereza. Wale wameanza badala ya kujivunia Kiswahili nao wanaanza kujivunia Kiingereza. Lakini Kiswahili chao ni mahali ambapo ukifika utaongea na kila mtu. Sasa tunachopoteza ni huo uwazi, uwezo, pamoja na hali ya kwamba ukienda mahali popote mtaongea bila kujiuliza kwamba hata nielewa. Kenya ukiingia mahali kwenye kundi la watu lazima ujiulize kwanza nitaongea lugha gani. Na si ajabu utakuta kwamba hapa ndio anakuwa kwanza kukusalimia au kukuuliza swali kwa lugha ya kikwao. Sasa hapo tumepoteza umoja na mshikamano wetu. Na tumepoteza mshikamano pamoja na mataifa mengine. Tutakuwa tunafanya makubwa. Lugha ndicho chombo kinachounganisha watu. Lakini ninapenda kusema hivi. Ukiona unadunishwa na wewe unajiamini, una thamani na una ubora, wewe usijidunishe. Wahurumie wale wanaokudunisha kwa sababu hawajui thamani yako. Sasa kitu ambacho ufanye, hiyo thamani yako na huo ubora wako na ile imani yako unavyojiamini kwamba hiki kitu ninakijua, hiki Kiswahili ninakielewa, nenda ukakitumie mahali waone matokeo yake. Baadaye wataumu wenyewe. Kwa hivyo unapodunishwa, huyo ni mgonjwa wa kudunisha watu, achana naye, nenda mahali ambapo thamani yako itaonekana na itang'ara kama mbalamwezi angani. Naam, asante sana Wala. Na basi mtazamaji, katika pitapita zetu za kujiandaa siku hii ndani ya shirika la Nation Media Group, tuliwauliza wenzetu kuyasema maneno yafuatayo kwa ufasaha. Ni kipi kikusikitishacho? Hata nawe unaweza kujaribu, kisha utume kwenye nambari yetu ya WhatsApp tusikie nani mkali. Siku ya kuweza kuadhimisha siku ya Kiswahili, wamenipatia neno hapa hivi. Waniambia niseme kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitisha? Mimi ni Mluya bwana, kipi kikusikitishacho? Kitanzandimi hapa. Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Lakini ukisema kwa haraka, kipi kikusikitisha? Imezima. Tazima ndio hiyo. Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Deadly. Kipi kikusikitishacho? 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 Nilikuwa nimeiva Kiswahili mtu wangu. Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Ni kipi kikusikitishacho? Hiyo. Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Nimeuma nje. Mara mwisho.
Kipi kikusitikishacho? I quit. Kipi kikusikitishacho? Daktari tupe. Kipi kikusikitishacho? Hongera Kipi kikusikitishacho? Shwari kabisa. Wala upande wa pili, lakini ni nguli haiwezi kushindwa. Hapana, kushindwa ndiko kushinda. Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Yani kipi kinachokusikitisha? Nzuri sana. Basi muda unatupa kisogo kweli kabisa. Labda niulize swali la mwisho kabisa, na naomba daktari ulijibu kwa dakika moja, kisha Wala atatufungia kwa kauli yake ya mwisho na mtafsiri Mtawali. Kwa nini imekuwa ni vigumu kutumia lugha ya Kiswahili kushirikisha katika kufunza kwenye mitaala yetu? Sasa tuna mfumo mpya wa elimu CBE. Kwa nini haiwezekani sisi kutumia lugha hii ya Kiswahili basi kufunzia ndio iwe rahisi kuikuza lugha hii tangu mtu akiwa mtoto? Kwanza ni yale mapuuza ambayo ni zao la imani na kasumba kwamba mjuzi wa lugha za kigeni ndo mwerevu na ndo msomi. Sasa hivi tungekuwa tushajikomboa kiakili. Mimi ninakubaliana na Jaramogi Oginga Odinga katika kitabu chake cha Noti Yetu Uhuru. Yaani uhuru huu tuliupata wa bendera, lakini uhuru wenyewe hatujaupata. Tungali tunaishi katika vivuli vya ukoloni. Tunaamini lugha za kikoloni ni bora kushinda zetu. Tunaamini hata vyakula vya kikoloni ni bora kushinda vyetu, kwa sababu tunaishi katika kivuli cha ukoloni. Na sasa hivi tungekuwa tumejikomboa rasmi, tunajielewa, tungekuwa tunafundisha katika hii lugha ya Kiswahili kama lugha ya maelekezo. Yani ile wanahitaji kama language of instruction. Na watu wanafikiri yule mjuzi wa Kiswahili si mjuzi wa lugha nyingine za ulimwengu. Wakati mwingine ukitupata katika pembe nyingine ambayo ni ya kuzungumza Kifaransa, tunaweza kukizungumza. Lakini tunaamini sisi kwamba Kiswahili chetu kinaweza kutekeleza kila wajibu uliopo katika ulimwengu huu. Na ikiwa tutafanya maamuzi, kwa sababu haya maamuzi ni ya kisera. Sasa hivi tukiwa na sera ya taifa ambayo inateua Kiswahili kuwa lugha ya maelekezo, hata utafiti utafanyika kwa kina, na kile ambacho kinaonekana kama kingamo na kizuizi kwa sasa kitakuwa chepesi kweli kweli. Naam, asante sana Mtawali. Labda na pia kwa kufunga, umetagusana na hayo mataifa ambayo yanazungumza lugha ambazo zimeorodheshwa pia kutowahi kutokomea duniani, Kiswahili kikiwepo. Hili linamaanisha nini kwa mtu ambaye labda anapanga kuwekeza katika lugha hii ya Kiswahili? Naomba ulijibu pamoja na hili, nafasi ya kukuza lugha ya Kiswahili kutumia akili unde. Sasa hivi kila mtu, watu wengi duniani wameenda kwenye upande wa akili unde katika kila kitu. Na tunavyozungumza sasa hivi kuna kampuni zimeingia nchini Kenya zinakusanya data ya lugha ya Kiswahili na lugha nyingi ambazo sasa waweke kwenye ule mfumo wa akili unde, na sasa mambo yaanze kufanyika. Sasa unakuta kwamba Kiswahili katika ngazi ya ulimwengu ni lugha kubwa sana. Lugha kubwa. Kwa hivyo unakuta wale ambao wanachangia sana kuijenga na kuikuza sio watu wa Kiafrika. So unakuta ni kampuni za kigeni za wazungu, watu ambao sio wa Afrika, ndio wana ari kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba hii lugha ya Kiswahili pia inafaulu kwenye akili unde. Unaona? Zile juhudi zingekuwa zinatokana kwa hizi nchi za Afrika Mashariki, nchi za Kiafrika, sasa zichukue zile juhudi za kufanya hivyo. Lakini utakuta kwamba wanaotia bidii zaidi ni watu wa nje, na hao ndio pia wanaona umuhimu wa lugha yetu kujumuishwa kwenye akili unde. Sisi wenyewe tunaona tu kwamba haina haja. Umeuliza pia kwamba faida zinazoweza kutokana na Kiswahili kuwekwa kwenye ngazi hizi za teknolojia. Ni kwamba pia watafsiri kama mimi, ile nyenzo ninazotumia kutafsiri zimewekwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo wakati ninapotafsiri ule mswada wangu unawekwa kwenye kumbukumbu fulani kwenye ile mashine. Siku nyingine nitakapopata kitabu kingine ama makala nyingine ya kuweza kutafsiri, ile mashini inanikumbusha ya kwamba akili unde ulikuwa artificial intelligence kwa umetafsiri hivi. Unataka kutafsiri hivyo tena ama unataka kutafsiri kwa njia nyingine. Kwa hivyo nakuta inarahisisha kazi. Kwa hivyo
na katika hali ile unakuta mapato yanaongezeka, uchumi unaongezeka na kila kitu. Kwa hivyo sisi wenyewe tukilalia masikio, watu wa nje watakuja, tayari wameshakuja, wanakusanya data, kujenga hii mifumo ya kiliunde iweze kufanya katika kila sekta. Na sasa tukifunga kabisa, nimshirikishe upande wa pili, Wala bin Wala. Kuna bango hilo hivi, tunakuwa tunaangazia kusambaa kwa virusi vya Ebola nchini Kongo. Kuna yale mabango ambayo yametumika kuwaelekeza na pia kuwatahadharisha wananchi katika hili taifa la Kongo. Sijui mwelekezi wangu kama umepata hilo bango. Nataka Wala bin Wala, sijui kama unaweza kuliona hilo bango moja kwa moja kwenye runinga yako. Ninaliona kwa mbali. Hili hapa naliona kwa mbali. Sasa ni sawa tu, labda nikusomee moja kwa moja yale maneno ambayo yameandikwa pale. Ni maneno ambayo yanaonekana kutozingatia kabisa ngeli na pia lugha fasaha, yani kuandika kwa Kiswahili fasaha. Hili ni jambo ambalo limejitokeza. Hata ukisafiri hadi katika taifa la Tanzania unapata wanatumia labda lahaja tofauti kabisa. Ukienda Uganda pia wanatumia maneno mengine tofauti. Ukizungumza lugha ya Kiingereza halafu ukiboronge unachekwa kweli kweli. Lakini kwa lugha ya Kiswahili watu wanaona ya kwamba ni sawa tu wewe kukiboronga. Labda tunawezaje kuhakikisha kwamba pia Kiswahili ule ufasaha wake tumeweza kudumisha kwa J5? Mimi na wewe pamoja na Daktari Ndindi na ndugu yangu Mtawali, pamoja na wengineo wachache, kazi hiyo hatuwezi kuifanya ikafanikiwa. Hapo ndipo panapohitajika Baraza la Kiswahili kuwa chombo cha kuelekeza. Baraza hili ndio litakuwa lina majukumu ya kuangalia mabango yaliyokosewa wakakosolea. Baada ya kuyakosoa yakawa katika ufasaha. Baraza la Kiswahili linaweza kuwa na msimamo kuwaelekeza hata waandishi kwamba unapoandika kitabu si dhambi ukitupatia tukafanya nini, tukapitia, tuhakikishe kwamba hapa lugha imetumika kwa ufasaha. Sasa huu borongaji ni kwa sababu mtu anaamka asubuhi anaenda anaandika jinsi anavyojua na anavyotaka. Maana akili ni nywele, mtu ana zake. Kwa hivyo unyonge huu bado tunalilia tu Baraza la Kiswahili, na swali linabaki pale pale. Mbona mpaka sasa Baraza la Kiswahili alipo, ili hali tunaamini kwamba hata chimbuko la Kiswahili ni nchini Kenya? Maana yake nini? Na nani anapaswa kuunda baraza lenyewe? Alafu labda nimalizie kwa kufahamisha kwamba ndugu yangu Alfred amesema jambo muhimu sana pale kuhusu wale wanaotumia Kiswahili katika kidaka uchumi. Hivi tunapoongea na wewe kwa sasa, Kiswahili ni bidhaa. Wengi wanatumia Kiswahili katika hali ya kwamba wamekibidhaisha. Kiswahili kimebidhaishwa. Yeyote aliye na bahati ya kujua Kiswahili kama mimi pamoja na ninyi hapo, tumia Kiswahili kuwa bidhaa. Tumia Kiswahili kuwa kidaka uchumi. Wekeza katika Kiswahili. Tumia Kiswahili kupata hela. Wakati wengine wanapopuuza Kiswahili na kusema kwamba ni lugha ya wajanja tu, lugha ya mitaani, wewe tumia Kiswahili katika kupata hela. Ujue kabisa na wajue pia kwamba Kiswahili ni bidhaa inayouzwa, inayopelekwa sokoni katika mataifa mengi, ukapata hela. Asante sana Ustadh. Basi ndio utakuwa mwisho wake. Labda niwasomee hapa, bango limenikaribia hapa, linasema tujikinge kwa Ebola. Kisha hapo juu imeandikwa tangu matokeo moja kati ya hizi alama uende haraka kwenye kituo cha afya. Hii si kusema eti unakuwa na Ebola. Namna gani itaepuka Ebola? Sasa mfunge safari hadi Kongo alafu ama wanatumia lahaja tofauti. Lakini ile si lahaja, ni kwamba ni zao la mapuuza. Kwa kweli kuna hitajika wataalamu au watu ambao wanakijua Kiswahili wafanye tafsiri nzuri. Lakini kwa sababu tumekichukulia Kiswahili kuwa lugha duni,
tunampa yeyote tu. Kwa hivyo akifanya tafsiri ya kaokote tunakubaliana naye. Inakuwa ndivyo hivyo. Anapotosha wengi. Asante sana. Basi mtazamaji, huo ndio utakuwa mwisho wa hapa NTV Sasa kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Nimekuwa nao wageni. Upande wa pili tumekuwa naye Wala bin Wala ambaye ni guru wa Kiswahili ustad. Karibu nami amekuwa ni Daktari Henry Indindi, huyo ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Karatina. Aidha mtazamaji, nimekuwa naye Alfred Mtawala, mtasfiri, na naye Bryce wa muungano wa kimataifa wa vyama vya watasfiri duniani. Asanteni sana kwa kutenga muda na kuja kwa nami, na watakeni siku ya heri ya kuadhimisha Kiswahili duniani kote. Basi mtazamaji, na waachia hili. Taifa la Uchina ni mojawapo la mataifa ambayo yamejitolea hima kukijua Kiswahili kwa mazungumzo na kwa maandishi. Wengi wao wakitumia mitandao ya kijamii kuonesha jinsi wanavyojifunza Kiswahili katika maisha ya kila siku. Zifuatazo ni baadhi tu ya video tulizozikusanya. Tazama. Kwa heri ya kuonana mwendo wa saa 7 adhuhuri. Basi nitakuwa nikirejea na taarifa za NTV adhuhuri. Jina langu ni Roga Ival. Ati rudi China. My friend, mi ninakaa hapa by force by fire. Mi si hami. China ni holiday too. Mimi ni Mkorea. China si kwai tu. Kwa hivyo hatuendi. Hamjambo marafiki zangu. Mimi naitwa Musa, ni mwanafunzi wa Kiswahili kutoka China. Kuanzia leo nitaanza kufundisha Kichina katika TikTok kwa Kiswahili. Natumai tunafundishana kwa Kiswahili na Kichina. Somo la kwanza nitafundisha maamkio ya kawaida. Mambo katika Kichina ni ni hao. Ni hao. Niliwahi kusikia Watanzania walisema ni hao, lakini sauti au pronunciation sio sahihi kabisa. Ni hao. Sio ni hao or ni hao, just ni hao. Najua ni kigumu kidogo kwa wageni, lakini pronunciation sahihi ni kama hivyo. Mambo ni ni hao, na tutajibu poa, si ndio? Na poa ni wo hen hao. Wo hen hao. Niko poa, wo hen hao. Na wewe je? Na ni ne? Na ni ne? Basi mwingine atajibu wo ye hen hao. Poa.